Nisajili jina la biashara ama nisajili kampuni? Hili ni swali ambalo unaweza kuwa nalo wewe unayetamani kuanza biashara, ama wewe ambaye tayari upo kwenye biashara ambayo haijasajiliwa ila umefika stage sasa hivi unaona unataka kufanya biashara yako in a professional way, lakini pia kwa ukubwa, lakini pia kupata manufaa mengi yanayotokana na kufanya biashara ambayo imesajiliwa. Ukisajili kampuni, mambo yote yanayohusiana na biashara zako ambayo umeyasajili kama kampuni yanaishia kwenye kampuni. Hakuna jambo ambalo litavuka kuja kwenye maisha yako binafsi au kwenye familia yako. Lakini kwenye biashara, kwenye issue ya liability ni kwamba liability yote inayotokea kwenye biashara inakufuata wewe direct kwako binafsi kwenye biashara yako. Hiyo ni kwenye upande wa liability. Na liability inaweza kufanyika kwenye engo tofauti tofauti. Sio tu mkopo. Inaweza kuwa masuala ya kibiashara, masuala ya kikodi na masuala mengine yote yanayoendana na hivyo. Jambo la pili ni masuala ya kodi. Masuala ya kodi hapo hivi. Kampuni inajifanyia self assessment mwenyewe. Lakini kwenye biashara, ukisajili jina la biashara, unafanyiwa assessment TRA kwa mwaka. Lakini unabidi ulipwe at least kwenye kila kota ya mwaka. Kwa utalipa mara 4 kwa mwaka. Hizo ni kodi kwa biashara. Na assessment unafanyiwa na TRA. Lakini kwenye kampuni assessment unajifanyia mwenyewe, hiyo moja. Pili, malipo tunaita annual return unayafanyika mara 1 kwa mwaka. So kuna advantage. Huku assessment unajifanyia mwenyewe, huku assessment inafanyiwa na maafisa wa TRA. So hapo kuna tofauti moja kati ya kujifanyia assessment na kufanyiwa assessment. Hiyo ni namba 2. Namba 3 ni kwenye upande wa namna gani ya uendeshaji wa biashara na uendeshaji wa kampuni. Ukifanya biashara yako kama kampuni, uendeshaji wake unahitaji communication na mawasiliano juu ya watu wote ambao mnafanya biashara husika. Hamna mtu ambaye kwa mfano mnafanya biashara watu 2 au 3 au 4, hamna mtu kati yenu atakayeweza kwenda kufanya maamuzi peke yake. Kwa hiyo kuna usalama zaidi kwenye kufanya maamuzi ukiwa na kampuni. Lakini ukiwa na jina la biashara peke yake, maamuzi unaweza kuyafanya peke yako kwa sababu uko peke yako. So haya ndio tofauti mkubwa kati ya kampuni na jina la biashara kwenye usajili. Kama unataka kufahamu vizuri zaidi juu ya usajili kitu gani kati ya kampuni na biashara, comment neno usajili hapo chini ama wasiliana sisi kupitia namba zinazoonekana hapa na utapata msaada wa moja kwa moja.